Kwenye kipenga cha michezo, Simba Soka Club inakaribia kucheza moja ya mechi zake kubwa zaidi katika historia ya klabu hiyo, mchezo wa marudiano wa fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Renaissance Sportive de Beken ya Morocco, BRS Beken. Baada ya kupoteza mabao 2-0 ugenini kwenye dimba la Beken, wekundu hao wa Msimbazi wanahitaji ushindi wa angalau mabao 3-0 ili kugeuza matokeo na kutoa taji lao la kwanza barani Afrika. Kocha wa Simba Fadlu Davids amesema waliofunga mabao hayo mawili ya mapema ambayo yaliwazuia, lakini wana matumaini wanaweza bado kufanya vizuri zaidi katika mchezo wa marudiano. Katika kipindi ambacho mashabiki wa klabu hicho wamejaa matumaini ya msisimuko, pia kuna hali ya wasiwasi na presha kubwa inayozunguka timu hiyo, na hasa presha hizi sita. Presha ya kwanza ya kupindua matokeo ya Morocco. Simba wanakabiliwa na mlima mrefu kufuatia mabao mawili ya ugenini dhidi ya timu ya ngumu ya Beken. Katika hatua ya makundi, Beken walifungwa mechi moja tu kati ya 6 na walionyesha uimara wa kujilinda. Hakuna mechi waliopoteza kwa mabao mawili na zaidi. Kwa Simba, hilo lina maana kuwa lazima wachanganya akili zao na kuambiwa nidhamu, ubunifu na kasi ya mashambulio. Na dakika 30 za kwanza huenda zikaeleza hatima ya matokeo iwapo Simba itafanikiwa kupata angalau bao moja katika muda huo. Mchezo huu unaochezwa saa 10 jioni saa za Afrika Mashariki, na hilo linaonekana na wachambuzi wa soka kama linawapa faida Simba kutokana na tofauti ya mazingira ya Morocco inayotoka maeneo ya Beken na Tanzania. Presha ya kutengeneza historia kubwa kutokana na kombe hilo kubakia Zanzibar. Utakuwa ubingwa wa kwanza kabisa kwa Simba katika historia ya michuano ya CAF baada ya miaka 31 tangu fainali yao ya mwisho kombe la CAF mwaka 1993. Hatimaye wamepata nafasi nyingine ya kutinga kilele cha mafanikio ya bara. Wapinzani wao wa jadi Yanga Soka Club waliingia fainali ya michuano hiyo mwaka 2023, lakini wakakosa taji. Kwa Simba, huu ni wakati wa kuzidi hatua hiyo na kuweka jina lao kwenye historia ya dhahabu ya soka la Afrika Mashariki. Historia itaandikwa zaidi kutokana na rekodi nzuri ya Beken. Mara ya mwisho Beken kufungwa mabao 3 ilikuwa miaka 2 iliyopita, na msimu huo haijaruhusu kufungwa mabao mawili katika mchezo wote michuano ya Afrika. Presha ya tatu ni presha ya uwanja wa Amani Zanzibar. CAF waliamua mechi hiyo ichezwe uwanja wa Amani Zanzibar baada ya uwanja wa Mkapa kutokamilika kwa wakati wa ukarabati unaohitajika kimataifa. Simba wanapigania kutumia Mkapa si kwa sababu ya ukubwa tu, bali rekodi yao nzuri pale, mechi 12 za Afrika, ushindi 8 na sare 3, kipigo kimoja tu. Uwanja wa Amani hauna mvuto ule na ina idadi ya mashabiki imebanwa kwa uwezo mdogo wa viti na majukwaa. Wakati mashambulio maelfu walikuwa wamejipanga kushuhudia mchezo huo Dar es Salaam, sasa watajikuta kwenye sintofahamu kuu, baadhi wakikata tamaa kusafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar. Tamaa ya kutaka mchezo upigwe kwa Mkapa ilikuwa kubwa kwa siku chache hizi, kama haijadhibitishwa. Macho yalikuwa huko, sasa wanazamika kujielekeza Zanzibar na kushusha presha ya uwala wa uwanja. Msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Eli amekiri tamaa hiyo, lakini haiwakatishi tamaa. Presha ine ni presha ya kulinda deni kwa Rais wa Mwinyi. Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi atakuwa mgeni rasmi katika mchezo huo wa fainali dhidi ya RS Beken pale Zanzibar, na kwa mazingira haya ataishabikia Simba kama shabiki namba 1 uwanjani. Amegharamia gharama ya uwanja wa Amani ili Simba icheze bure na bila presha kama ilivyo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alivyogharamika safari ya timu hiyo ilipokwenda Afrika Kusini na Morocco kucheza mechi ya michuano hiyo. Hili ni deni nyuma ya pazia. Kingineko, mwaka wa 1993 wakati Simba inacheza fainali yake ya kwanza ya CAF jijini Dar es Salaam dhidi ya Stella Abidjan, baba yake na Rais Hussein Mwinyi, hayati Ali Hassan Mwinyi, mzee Roksa
aliyekuwa rais wa awamu ya pili Tanzania wakati huo, alikuwa mgeni rasmi katika mchezo huo ambao Simba ililala 2-0. Mwinyi aliyekuwa mshabiki mkubwa wa Simba alihuzunika sana kwa Simba kukosa ubingwa kama ambavyo Watanzania wengine walivyohuzunika. Kwa vyovyote, Simba ina deni ya kulipa kwa Rais Mwinyi baba na Rais Mwinyi mtoto, na hiyo inaleta presha nyingine kuhakikisha Simba haimuangushi Rais Mwinyi, na ikiwa katika presha ya kufuta machungu ya baba yake Mzee Ruksa na mwaka wa 1963 na kumfurahisha huko aliko. Presha kutoka kwa mashabiki wake. Presha hii ni kubwa kiasi, matarajio makubwa kwa wanasimba, ingawa kuhamishwa kwa mchezo kutoka uwanja wa Mkapa kwenda Aman Zanzibar kumepunguza kiasi matumaini kutokana na rekodi ya Simba katika uwanja wa Mkapa. Sasa Kaduguda ni mmoja wa mashabiki wengi wanaozungumza maneno ya presha kwa Simba. Ukiacha watabiri wa hapo, wabashiri wengi wanaonyesha kwamba Simba inachukua ubingwa. Presha kutoka kwa watani yao Yanga. Katika macho ya wapinzani wao wa jadi, Yanga, matokeo ya Simba ni jambo linalojadiliwa kwa hisia kali. Kumbukumbu ya Yanga kushinda medali ya pili ya kombe la shirikisho la CAF mwaka 2023 bado ni silaha wanaoitumia kuwatambia Simba. Kutambia kwao huko, Simba wakishindwa au kuambuliwa nafasi ya pili, watakuwa wamepoteza fursa muhimu ya kujibu mapigo hayo, kama ilivyosema shabiki wa Yanga Rahman John. Aidha, kumekuwa na tabia mashabiki wa Yanga kuwaunga mkono wapinzani wa Simba wanapocheza na timu za kigeni, na hali ya kadhalika kwa Simba wanapocheza na Yanga. Hili limekuwa likionekana kwa kuongeza presha mpya. Kauli ya msemaji wa Simba Ahmed Eli iliyotolewa Zanzibar, akionya kuwa hapa walipo wamevua kabisa vazi la utu, wamevua vazi la ustarabu, na hapa walipo wamevaa unyama kweli kweli. Presha ni kubwa mno kiufundi, kihistoria, kimazingira na hata kijamii. Mafanikio yatawaingiza kwenye vitabu vya kumbukumbu vya CAF kama timu chache za Afrika Mashariki kubeba taji la kimataifa. Lakini washindwe, kumbukumbu hiyo inaweza kuwa jeraha la muda mrefu kwa klabu na mashabiki wao. Macho ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla yatakuwa kwenye fainali hiyo ya kusisimua na yenye presha kwa Simba. Na hicho ndicho kipenga cha michezo. Habari zinazovunjika ni kwamba kikosi cha RS Berkane kimewasili visiwani Zanzibar tayari kwa michezo ya mkondo wa pili wa fainali ya kombe la shirikisho la Afrika dhidi ya wenyeji wao Simba Soccer Club utakaopigwa Mei 25 mwaka huu katika dimba la New Aman Complex Zanzibar majira ya saa 10 jioni. Mabingwa hao mara mbili wa CAF wametimba visiwani humo wakiwa na uongozi wa magoli 2-0 kufuatia ushindi kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza uliopigwa katika dimba la Manispaa ya Berkane huko Morocco Jumamosi iliyopita.
Kwenye kiziba mkonga cha siku ya leo ni kwamba mabadiliko makubwa hayaletwi pale unapofanya mambo makubwa na ya kushangaza, bali pale unapofanya mambo madogo madogo kwa muendelezo na nidhamu. We change the world by our consistency.